Fikiria dunia yetu ya leo, dunia ya satellite, ndege zisizo na rubani, ramani za kidigitali na teknolojia inayopenya kila kona ya sayari. Lakini vipi kama ningekuambia kuwa kuna mahali duniani binadamu wa kisasa hawakaribishwi, hawatakiwi, na wakijaribu kuingia wanauawa papo hapo? Hakuna mazungumzo, hakuna maonyo kwa maneno, na wala hakuna diplomasia. Ni mishale, ni mikuki, ni kifo. Hii si hadithi ya kubuni. Mahali hapo ni North Sentinel Island, kisiwa ambacho dunia imesimama mbali nacho kwa hofu. Fuatana nami kwenye simulizi ya ajabu ya kisiwa cha kale. Karibu The Storyside. Fikiria dunia hii yenye miji mikubwa, barabara zenye magari na teknolojia inayovuka anga. Lakini mbali na vitu, kuna sehemu moja ambapo dunia ya kisasa haiwezi kuingia, ambapo binadamu wa kisasa hawana nafasi ya kuishi, na hatari iko kila kona. North Sentinel Island ni kisiwa ambacho kipo katikati ya bahari ya Hindi, kama sehemu ya visiwa vya Andaman na Nicobar ambavyo vinavyomilikiwa na India. Kisiwa hiki ni moja ya sehemu chache za dunia ambazo hazijaathiriwa sana na binadamu wa kisasa, na hilo ndilo linaifanya iwe sehemu ya kipekee na yenye hofu kwa watu wanaopanga kukikagua. Kisiwa hiki kipo umbali mkubwa kutoka bara India, hivyo kukifikia kuna hitaji safari ya baharini ambayo ni hatari na yenye changamoto. Ni kisiwa kidogo chenye ukubwa wa takriban kilomita za mraba 59.67, urefu wa takriban kilomita 19 kutoka kaskazini hadi kusini, upana wa takriban kilomita 9 kutoka mashariki hadi magharibi. Pwani yake ni takriban kilomita 40 yenye mwanga wa asili na mikondo ya bahari hatari. Ni kisiwa kilichofunikwa na misitu minene yenye miti ya kale na vichaka visivyoorodheshwa. Hii misitu inafanya iwe vigumu kuona ndani ya kisiwa. Hakuna bandari, barabara au miundombinu yoyote ya kisasa. Hakuna mashamba, nyumba za kisasa au majengo ya watu wa nje. Kwa hivyo kisiwa kinaonekana kijani na cha asili, kikilinda siri zake kwa njia ya kimwili. Kutembelea kisiwa hiki kwa mashua ndogo au helikopta si rahisi. Mawimbi ya bahari na upepo mkali mara nyingi huzuia mtu kufika salama. Ukijaribu, unakuwa umeingia kwenye eneo linalokaliwa na hatari za kifo kutokana na wakazi wake, mazingira ya asili na uhaba wa mahali pa kutulia. Kutoka angani, kisiwa kinaonekana kama kipande cha ardhi cha kawaida cha kijani kilichozungukwa na maji ya bluu. Lakini ukikaribia, unahisi nguvu ya asili na hatari, kana kwamba kisiwa hiki kina uhai wake wa kujilinda na kuna mtu anayeweza kuingilia. Kisiwa hiki si kama jiwe lenye msitu, bali ni kizuizi cha asili dhidi ya binadamu wa kisasa. Hakuna chochote kinachoweza kukusaidia kabisa, yaani sio simu, ramani ama teknolojia yoyote. Na hapo ndipo ukweli mwingine mzito unaanza kujitokeza, kwa sababu kisiwa hiki hakiko tupu. Kuna watu wanaoishi humu, wameishi humu kwa muda mrefu kuliko kumbukumbu za maandishi ya binadamu. Watu hawa wanaitwa Wasentinelis. Inaaminika wamekuwepo hapa kwa zaidi ya miaka 60,000, kizazi baada ya kizazi, bila kuondoka, bila kuchanganyika, bila kuruhusu mabadiliko ya dunia ya nje ya waguse hata kidogo.
Wakati sehemu nyingine za dunia zilianza kujenga miji, kuanzisha falme, kubadilishana bidhaa na mawazo, wao waliendelea kuishi kwa njia ile ile, kana kwamba muda ulisimama ndani ya kisiwa hiki. Hawajawahi kuingiliana na dunia ya kisasa. Hawajawahi kukubali wageni na hawajawahi kuomba msaada. Maisha yao yanazunguka msitu na bahari. Wanawinda, wanavua, wanachukua kile wanachohitaji na hakuna zaidi ya hapo. Hawatumii chuma cha kisasa wala teknolojia yoyote ya leo. Zana zao hutengenezwa kwa mawe, mifupa na vipande vya chuma vilivyookotwa kutoka katika mabaki ya meli zilizopotea baharini miaka mingi iliyopita. Hawavai nguo za kisasa. Hawaijui pesa. Hawajui dini za dunia ya leo. Hawajui kitu kinachoitwa serikali na wala hawajui sheria za kimataifa. Kwao mambo yote hayo hayapo. Ulimwengu wao unaishi pale maji ya bahari yanapogusa mchanga wa ufukwe. Kila kinachotokea nje ya mpaka huo hakina maana yoyote kwa upande wao. Lakini kitu kimoja kiko wazi kabisa katika akili zao, na hiki kimefundishwa kizazi hadi kizazi bila kuandikwa, bila kuhojiwa. Mgeni yoyote anayeonekana karibu na ardhi yao, huyo si rafiki, si mtafiti, si msafiri, bali ni tishio, na tishio kwao halifanyiwi majadiliano. Na hapo simulizi inaingia kwenye ukuta wa giza kabisa, kwa sababu kuanzia hapa kitu kimoja kinabaki kuwa fumbo kubwa zaidi kuliko yote. Hakuna anayeelewa wanachosema. Hakuna anayejua lugha yao ni ipi. Hakuna anayejua wanahitaji dunia, na wala hakuna anayejua wanahitaji kifo au adui au hofu. Lugha ya watu hawa haijawahi kurekodiwa, haijawahi kuandikwa na wala haijawahi kutafsiriwa. Kila jaribio la kuwasiliana nao lilikatishwa mapema kabla hata neno moja halijaeleweka. Hakukuwa na mazungumzo, hakukuwa na ishara za kukaribisha, hakukuwa na nafasi ya kusikiliza. Kilichokuwepo ni sauti zisizojulikana kutoka ufukweni, miili iliyochorwa kwa rangi ya asili na mikono iliyovuta mishale kuelekea kwa yeyote aliyethubutu kusogea karibu. Watafiti waliowahi kujaribu kuwasogelea waligundua jambo moja la kutisha: hata ishara za kawaida za binadamu hazikufanya kazi. Hakuna kupeperusha mkono, hakuna zawadi, hakuna ishara ya amani iliyowahi kupokelewa kwa amani. Kila kitu kutoka nje kilichukuliwa kama uvamizi. Na hapo ndipo dunia ilipogundua ukweli mchungu ya kwamba watu hawa hawawezi kuzungumziwa, hawawezi kujadiliwa, na hawawezi kufikiwa kwa lugha yoyote tunayoifahamu. Na kama wanazungumza na dunia yao wenyewe, kwa sheria zao wenyewe, na kwa sauti ambazo hazikukusudiwa kusikika nje ya misitu ya kisiwa hiki. Na kwa mtu wa nje, kutokujua lugha yao hakumaanishi tu kushindwa kuwasiliana. Kuna maanisha ni kutojua ni wapi umevuka mstari wa mwisho. Na mstari huo ukishavukwa huonekani tena, kwa sababu mara tu mashua au helikopta inapokaribia zaidi, kile kinachoonekana ufukweni hubadilika. Kimya kinakatika. Misitu inaanza kutoa miendo midogo midogo, kana kwamba kuna macho mengi yanatazama kwa wakati mmoja. Kivuli kinachojitokeza hapa, kingine pale, halafu miili ya wanadamu inaonekana wazi, wamesimama, wamejipanga, mikuki mikononi na mishale ikiwa tayari kwenye upinde. Hakuna makelele ya hofu, hakuna kukimbizana ovyo. Kila kitu kinafanyika kwa utulivu wa kutisha, kama desturi iliyofanywa mara nyingi kipindi cha nyuma.
Mara ya kwanza walipoonekana mbele ya macho ya dunia, ujumbe ulikuwa mmoja tu. Hakukuwa na maneno bali ishara. Mishale ikapaa hewani, ikidungwa kwenye mchanga, ikigonga mbao za mashua, ikipita karibu na miili ya wale waliokuwa wamekuja kwa amani. Ilikuwa ni tahadhari, lakini pia ilikuwa onyo lisilohitaji kutafsiriwa. Zaidi ya usirudi, usikaribie na usijaribu tena. Lakini dunia kama kawaida yake haikusikia mara ya kwanza. Jaribio likafuata jaribio. Watafiti, wapiga picha, maafisa, kila mmoja akiamini labda wakati huu mambo yatakuwa tofauti, lakini matokeo yalikuwa yale yale. Ufukwe ule ule, misitu ile ile, na mikono ile ile ilivuta mishale bila kusita. Hata kutoka angani, helikopta zilipokaribia, mishale ilirushwa juu bila hofu, ikionyesha kuwa hata mbinguni hapakuwa salama. Ilikuwa ni kama kisiwa chenyewe kinasema, mpaka wangu hauishii ardhini tu. Na hapo ndipo ilipoeleweka rasmi, hakukuwa na njia ya salama ya kukikaribia. Hakukuwa na mlango wa nyuma, hakukuwa na wakati mzuri. Kila hatua ya kusogea ilikuwa hatua ya kukaribia kifo. Kutokana na hatari hiyo, serikali ya India imechukua hatua kali ya kupiga marufuku kamili. Sheria hazikubali kupuuzia chochote. Hakuna mtu anayeruhusiwa kukaribia kisiwa kwa umbali wa chini ya kilomita 5. Hakuna uvuvi karibu na eneo hilo. Hakuna utalii, hakuna utafiti, hakuna dini, hakuna mawasiliano yoyote. Sababu ni moja tu. Magonjwa ya kisasa yanaweza kuangamiza wote. Kwao mafua tu yanaweza kuwa kama mauaji ya kimbari. Hivyo hakuna kingine kilicho muhimu zaidi kuliko kulinda maisha yao. Kwa hivyo kisiwa hiki kimetengwa, kimetawaliwa na sheria ngumu, na kila hatua ya mtu wa nje kuelekea humo ni hatari isiyo na kipimo. Mwaka 2018 dunia ilishtuka. Mwanaume mmoja kutoka Marekani, alikuwa mishonari wa Kikristo, aliamua kufanya jambo lisilo na mfano: kuingia North Sentinel Island kinyume cha sheria. Alijua kuhusu maonyo, sheria, hatari, historia ya mauaji yaliyowahi kutokea hapo nyuma, lakini bado alichukua mashua ndogo na kuanza safari yake ya hatari. Kilichofuata ni simulizi ya giza. Mashuhuda waliona kila kitu. Alipigwa mishale mara nyingi, akavutwa na wakazi wa kisiwa, na mwili wake haukurejeshwa kamwe. Hakuna aliyefanikisha kuokoa. Hakuna aliyedokeza hadithi yake. Serikali ya India haikujaribu hata kuchukua mwili wake, na sababu ni moja tu: kuingilia kisiwa hiki kunaweza kusababisha mauaji zaidi. Na hivyo tukio hili la mwaka 2018 linabaki kuwa kumbukumbu ya giza, ya kutisha na ya onyo lisilohitaji maneno, likiashiria nguvu ya kweli ya watu hawa wa kisiwa hiki hatari cha North Sentinel Island. Kisiwa hiki hakijatawaliwa, hakijatafsiriwa, hakijagunduliwa kikamilifu, na hakijaguswa na maendeleo. Ni kama dirisha la zamani la historia ya binadamu lililobaki wazi, lakini linafunga mlango wake kwa damu. Na ndani ya mlango huo wa siri, nadharia za kutisha zinazunguka kisiwa hiki. Baadhi ya watu wanaamini watu hawa wanajua kila kitu ambacho dunia haijui. Wanahifadhi siri za kale za binadamu. Kuna desturi za kutisha zaidi ambazo hatujawahi kuona. Lakini ukweli ambao kila mmoja anapaswa kukumbuka ni mmoja tu: hakuna anayejua kinachoendelea ndani ya msitu wa kisiwa hiki. Hakuna anayejua nini kilichomo ndani ya kisiwa hiki. Hakuna anayejua siri zinazofichwa na kila mti, kila kivuli, kila pembe ya kisiwa hiki kisichoathiriwa na dunia ya kisasa. Na kwa wale wanaojiunga na historia hii ya giza, wanakumbushwa moja kwa moja, kuna mistari fulani isiyoweza kuvukwa bila hatari ya kifo. North Sentinel
inabaki kimya, yenye hofu na yenye siri ambazo zinaendelea kusimamisha pumzi za wale wanaojaribu kuingia dunia yake. Katika dunia ambayo kila kona imepigwa ramani, kila siri inavuja, kila kisiwa kinageuzwa kuwa hoteli, North Sentinel Island inasimama peke yake kama ujumbe kwa wanadamu wote ya kwamba sio kila mahali ni kwako, na labda hilo ndilo fundisho la kutisha zaidi kuliko yote. Je, unafahamu nini kuhusu kisiwa hiki cha North Sentinel Island? Tuambie maoni yako kwenye comment. The Storyside tunakusimulia kila hadithi za Afrika na dunia kwa namna isiyosahaulika. Ni mahali ambapo tunafanya historia haiishi, bali inaishi kupitia simulizi zetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare simulizi hii kwa wengine. Tuonane kwenye simulizi inayofuata hapa The Storyside.